Hivi mama, huyu Samu ana matatizo gani? Kwa nini mwanangu? Kusema kweli mimi simuelewi kabisa. Hivi ana mpango gani kuhusu swala la kuoa? Mimi mwenyewe nashindwa kumuelewa kabisa. Yaani nimeshapiga kelele mpaka nimechoka. Hivi mama, unajua sisi tunaweza tukawa tunadhani tuna kijana humu ndani, kumbe ni mke wa mtu huko mtaani. Wewe naye, sasa umezidi. Ni maneno gani haya unayoongea? Mama, hiki ninachokisema naomba ukitilie maanani, kwa sababu sasa hivi dunia imeharibika. Na mimi nimesema hivyo maana sijawahi kusikia mwanao na mahusiano na mwanamke yoyote hapa mtaani. Yaani hata mwanamke wa kusingiziwa. Sasa cha usiku, naona unavuka mipaka. Mama, usiseme ninavuka mipaka. Kwani wewe ni mara ngapi umeshamwambia aoe? Si umeanza kumwambia aoe kabla hata sijamaliza shule, lakini mpaka leo hata dalili ya kuoa hana. Yaani hata mimi mdogo wake nimemzidi. Sasa, unataka mimi nifanyeje? Mimi kwa ushauri wangu, naomba umpigie simu sasa hivi umwambie weekend aje na girlfriend wake na mimi nitakuja na boyfriend wangu. Sawa, nitampigia baadaye. Hapana mama, mpigie sasa hivi au unamuogopa? Hebu na wewe, acha kunipelekesha. Kwanza alisema anakuja leo, kwa hiyo akifika nitaongea naye. Sawa, lakini usipomwambia mimi nitalianzisha. Karibu sana mwanangu. Asante sana mama. Cha usiku, mbona haumsalimii kaka yako? Shikamoo kaka. Marahaba cha usiku, hujambo? Si jambo. Hivi kaka, una mpango gani kuhusu swala la kuoa? Hivi cha usiku, una shida gani? Si subiri kwanza kaka yako apumue. Atapumua kisha oa. Kwa sasa tunataka kujua ana mpango gani kuhusu swala la kuoa, au kama yeye ni mke wa mtu aseme. Cha usiku, naomba tuheshimiane. Mimi siwezi nikakuheshimu wakati hutaki kuoa. Sawa mwanangu, hebu achana na huyu dada yako. Mama, kumbe wewe ndio unayemdekeza. Laiti kama ungekuwa unamsimamia vizuri, angekuwa ameshaoa huyu. Mbona cha usiku una kamdomo sana? Wewe hata useme nina kamdomo, mimi lazima nikuambie ukweli. Haiwezekani wewe na ukubwa wote huo ulionao ukose hata mwanamke wa kusingiziwa. Hebu naomba wote mtulie. Sasa ni hivi, naomba wikendi hii kila mmoja wenu haje na mpenzi wake. Lakini mama, mimi bado sijajipanga. Mama, unaona nilichokuwa nakwambia? Cha usiku tafadhali, naomba unyamaze. Samu mwanangu, naomba hiyo weekend uhakikishe unakuja hapa na girlfriend wako. Hata kama ni mbaya, wewe njoo naye tu, mimi nitampokea. Lakini mama, kwa nini unalazimisha kufanya vitu ambavyo sijajipanga navyo kwa sasa? Mimi sijakulazimisha ufunge naye ndoa kwa sasa. Ila huyo uliye naye kwenye mahusiano ndio nataka kumfahamu. Pia siku hiyo cha usiku naye atakuja na boyfriend wake. Mama, wa kwangu sio boyfriend bali ni mume mtarajiwa. Unamsikia ndugu yako anavyojigamba? Sasa na wewe hakikisha unamleta wa kwako. Mimi nitampokea tu. Sawa mwanangu? Sawa mama. Wow, karibu sana. Asante sana mama. Mama, umemwona mume wangu mtarajiwa alivyo handsome? Kwa kweli mwanangu, hapa umepata mume. Kijana wangu, unaitwa nani? Jina langu ni Alex. Oh, Alex, unajishughulisha na nini? Mimi ni mtu wa mahesabu. Yaani kazi yangu kubwa huwa ni kuwasaidia watu kufanya mahesabu kwenye biashara zao. Oh, unamaanisha wewe ni mhasibu, sio? Ndiyo, mimi ni mhasibu. Hongera sana. Asante sana mama. Habari za hapa mama? Salama mwanangu, karibuni sana. Asante sana mama. Kwa kweli leo umenifurahisha sana mwanangu, kwa kuja na girlfriend wako. Mama. Wewe cha usiku, unaguna nini? Halafu, mbona unapenda kuingilia mazungumzo yangu na kaka yako? Sio kwamba mimi napenda kuingilia mazungumzo yako na kaka, ila nataka tu kujua kilichokufurahisha hapo ni kipi. Mimi nimefurahi kwa sababu leo kaka yako kamleta girlfriend wake nyumbani. Au kuna ubaya mimi nikifurahia hilo jambo? Mimi hata sionyesha kukufurahisha hapo. Maana girlfriend mwenyewe utadhani amemokota huko kwa wadada wanaojiuza. Cha usiku, naomba umheshimu wifi yako. Ingekuwa ni wewe ungemheshimu mtu ambaye amekaa kikahaba kiasi hicho. Kwanza huyo girlfriend mwenyewe anaonekana hakupendi. Dada, kwani tunafahamiana? Tufahamiane ili iweje? Kwanza hata nikikufahamu utanisaidia nini kwenye maisha yangu kwa mfano?
Kama vile ambavyo haunifahamu mimi, jua kwamba hata huyo boyfriend wako humfahamu vile vile. Hebu jiheshimu dada. Huyu unayemwongelea hapa ni mume wangu mtarajiwa na sio boyfriend wangu. Laiti ungejua huyo unayemuita mume wako mtarajiwa ni mume wa mtu, wala hata usingeinua huo mdomo wako. Unasema nini? Mama, mimi huyo Alex namfahamu vizuri, ni mume wa rafiki yangu, na tangu afunge ndoa na rafiki yangu hata mwezi haujapita. Malaika, mbona tunaharibiana lakini? Unafikiri mimi nitakubali uisaliti ndoa yako wakati mke wako ni rafiki yangu? Alex, hebu sema ukweli. Thibitisha mbele ya mama kuwa huyu dada anadanganya. Samahani sana cha usiku. Ni kweli mimi ni mume wa rafiki wa Malaika. Tafadhali, naomba unisamehe sana kwa muda wako niliouchezea. Alex, tafadhali, naomba usinidhalilishe. Waambie hizo taarifa sio za kweli. Uwe king'ang'a, hebu acha kulazimisha penzi. Si umeshaambiwa huyo ni mume wa mtu?